Bwana tusaidie. Usingizi wa kiroho. Huyu usingizi wa kiroho ni hali, kuna usingizi, tuna aina mbili za usingizi katika maisha yetu. Katika maisha ya mwanadamu kuna hali mbili za usingizi. Kuna usingizi wa kimwili, ule ambao tunapumzika ili afya zetu ziendelee kuwa sawa. Amina. Na tuna usingizi mwingine, tunaweza kuusinzia ukatuletea hatarisha katika maisha yetu ya kiroho. Bwana sifiwe. Amena. Katika hizi hali mbili sasa, tunakwenda kutazama hali ambayo inaweza kuwa mbaya sana zaidi katika hali yetu ya kutusaidia katika hii safari ya kwenda mbinguni. Basi kuna usingizi wa pili, ni usingizi ule ambao mwanadamu anausinzia katika hali ya kiroho. Katika hali ya kiroho kuna jinsi mtu anatakikana kuwa macho, lakini usipokuwa macho utajikuta umesinzia. Tufuatane, achana na watoto au waache, wanajua wanakwenda wapi. Haleluya. Tutachukua muda kidogo tu, wao wako na business wanaenda huko na wenyewe naenda kupewa neno huko. Basi huyu usingizi mwingine wa pili wa kiroho ndio unapenda kugharimu maisha ya Kikristo. Maisha yetu sisi wanadamu, maisha yetu sisi wa Kristo, huyu usingizi wa kiroho ndio unapenda kuwa unatugharimu sana zaidi na zaidi. Na huyu usingizi tusingependelea sana ili tukae na kuishi katika huyo hali ya usingizi. Kwa sababu ukiwa katika hali ya usingizi utajikuta ukiwa katika hali hiyo ya usingizi wa kiroho utajikuta wewe si kitu mbele za Mungu. Bwana tusaidie. If you're dozing in the spirit, you'll not be right in the eyes of the Lord. Basi tunataka tuangalie maandiko inaweza kutusaidia tukaangalia hii hali ya kiroho ya usingizi wa kiroho iko namna gani. We want to see what the Bible says. Tuende tuangalie katika Mathayo 26 mstari wa 40, kisha tutaruka mstari wa 43. Ni mistari ile miwili tu. Matthew 26 verse 40. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 40. Matthew 26 verse 40. Tutaruka ile 43. And then we go to verse 43. Tunaenda kusoma. Kwa Kiingereza tusome. I read in the name of Jesus. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Verse 43. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. Amen. Amen. Kwa Kiswahili nasema hivi: akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? 43 inatuambia akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Amen. Bwana tusaidie. God help us. Tumeshaongelea kuhusiana na usingizi wa kimwili. We were talking about having been sleeping in the body. Ni kwa ajili ya afya. That is due to health. Ili tupate afya nzuri, so that we may be healthy, ni lazima tuwe na muda wa kusinzia. We must get time to sleep. Lakini hali ya pili, but this other second ni usingizi wa kiroho, is being sleepy in the spirit. Alikuwa Bwana Yesu huyu, this is Jesus Christ, alikuwa anawaambia wanafunzi wake. He was telling his disciples. Kilikuwa ni kipindi cha mapambano sasa. It was this time of the struggle. Alikuwa amefikiriwa na kipindi cha kwenda kukomboa wanadamu. This is the time he was going to get the people, save the people of the world. Akawaalika, and he invited the disciples. Wanafunzi wake. He invited his disciples. Kama jinsi alivyokualika. When he had, just the way he has invited you ili ulitangaze neno, so that you may preach his word. Ili waambie watu mataifa, waambie kumjua Mungu. So that you may tell the nations to
wamsindikize. that they may walk with God. Mimi na wewe tuko hapa kwa leo Me and you, we are here today ili tupate kupasha habari za Yesu. so that we may preach the gospel of Hawa Jesus. nao wakaitwa, And these ones were called too. walipofika huko And mlimani when they went to the mountain, wakajikuta wamelala. they found themselves sleeping. Usingizi huu sio wa kawaida, This is not normal sleep. ulikuwa usingizi wa kiroho. This was spiritual sleep Na daima mwanadamu and everlasting human being. akishaingia katika usingizi wa kiroho When he goes into the sleeping of the spirit, ni hatari sana, this becomes very dangerous. kwa sababu inakuletea mambo makubwa, Because it brings you a lot of challenges. inakuletea kupoteza, It brings you being lost. inakuletea kushikwa mateka. It takes you to captivity. Bwana tusaidie. God help us. Ukiingia katika usingizi wa kiroho When you go into the spiritual sleep, unashikwa mateka, you are held captive. kwa sababu ni mpango wa shetani Because this is the design of the Satan wa giza. to take you into darkness. Mpango wa giza The darkness unaomfuatilia mwanadamu which follows man ili akeuke, so that he may backslide. akeuke sheria, So that he may backslide from the atoke love of kwenye God. misingi ya neno la So Mungu. that he may talk from the blessings of God. Ni mission, This is a mission. ni kama vile kitu ambacho kinakuja kukushika wewe This is like something coming to na hold you kinakuja captive. pole pole, But it comes slowly. taratibu. It comes slowly. Kwanza hautajua, Such that you not even notice that it's utaichukulia ni coming. kawaida. You just take it like it is Usingizi normal. huu wa kiroho This spiritual sleep, ukishaanza kukujia, when it starts coming to you, ni lazima utasinzia you must sleep. kama utakuwa macho, If you are not kama alive, jinsi alivyowaambia kwenye 43, just like Jesus told them in verse 43, hamjawahi kukesha nami. that have you not prayed with me before? Inakupasa kukesha. Yet it needs you to pray. Bwana asifiwe. Tena atusaidie, So we ask God maana to ni help us, hatari sana because it is very dangerous kutoka katika huyo usingizi. for you to be found in that sleep. Sio kitu cha kawaida. To get yourself out of there is not something easy. Na ni kitu gani kinaweza kukusisitizia wala kukuelekeza viashiria How can you get yourself out of this? kwamba umeshakuwa kwenye mitego na kushikwa na usingizi huyo wa kiroho? When you are held captive of the spiritual sleep, Utajuaje kwamba how will you know? kama Mkristo How will you know as a Christian umeshashikwa, that you have been held captive? umeshakamatwa, That you have been held uko katika captive? huyo usingizi wa kiroho? That you are in the spiritual sleep? Tuende kuangalia, lakini hatutasoma maneno. We are going to look at this. Kitu cha kwanza The first thing, utaweza kukiona the first thing that you'll see ni pale ambapo is that time utakuta mambo yako ya kimwili. when you find your physical things. Ziko aina nyingi sana, They have come in too many forms. lakini hii aina nayo, But this particular, utakapoona mambo yako ya kimwili, when you start seeing your physical shughuli things, zako za kimwili, your things that are physical, unajishughulisha sana that you are so much into them, kuliko zile shughuli ulizozipewa za kiroho. more than the spiritual things that Hiyo ni moja yapo ya kushikwa, that is one way that you find you're being held captive. umekamatwa. You're being held. Bwana tusaidie. Then, Hiyo ni ya kwanza. that is the first. Ingine ya pili, The second one, utanyang'anywa nguvu. you be deprived of the energy, the power. Utakuta utaweza kuona hata picha You be seeing visions, au hata kwa jirani yako, even from your neighbor, mtu anajishughulisha sana na mambo yake, that this person is very busy. anasahau mpaka na huduma. And then even they forget service to God. Wengine katikati yetu tulipewaga huduma nyingi tu, We have been given so many services. tuna huduma nyingi kanisani, We have so many things tuna huduma that we do nyingi at za the church. kusaidia ndugu jamaa na marafiki huko mbali sana. We also have so many things that we do to help us. Zamani ulikuwa unajishughulisha kukumbuka wajane na mayatima. Even sometimes those days you remember. Zamani ulikuwa unakumbuka kuwaombea wale wenye wako katika safari huku na huku, nasikia kipengele kinakwambia omba, piga magoti uombe kwa sababu ya huduma ya Mungu. Before you are praying for people who are suffering and
lakini kwa sasa But for now, muda tu ghafla this time sudden, unajikuta kwamba you find yourself hicho kitu kimepotea. that you have forgotten all those. Unakumbuka kuna vitu ulikuwa unavifanya, You remember that there are things you vinakuchana, tunasikia kama uvifanye, unasikia unakosa amani. that you did them, and when you did not, Ulikuwa unasikia kuja kanisani kwamba ni muhimu sana. you felt that coming to church was very important. Ulikuwa to you. unasikia kwamba kuja kuhudumia watu wa kanisani ni halali. You felt that you needed to do something. Ulikuwa unajisikia kwamba kuja kufagia kanisa na kupanga vitu vio kwenye mstari, ulikuwa unaona ni sawa. Even helping in the church was very important to you. Lakini baadaye But now, shetani anakuletea uzito, Satan has brought heaviness of sin. uzito, usingizi wa uzito. He has given you sleepiness. Unajikuta hauviwezi tena, You find that you do not have time. lakini roho inakwenda kukumbusha, unakumbuka ulikuwa. But the Spirit is reminding you where you Hicho ni are. kingine kitambulisho kinaweza kukuonesha hali ya kiroho yako kwamba imeshashikwa. This is something to show you that you have been held captive. Ukiona hiyo hali yako inaendelea kuzidi kama hiyo, If you find yourself in such a situation, yani imekuzidi nguvu, now it means that you have been overpowered. yani shetani amekuzidi nguvu, umeshakamatwa. Satan has overpowered you and you have been held captive. Bwana tusaidie. God help us. Ukiona hiyo hali When you find yourself in this ya huduma za Mungu that the service to God, ulizokuwa umepewa hauzifanyi tena that you are not doing them no more, kama ulivyokuwa unazifanya zamani, like you are doing them then, usijifariji. do not comfort yourself. Usijifariji. I do not Ni comfort lazima myself. kutafuta nguvu. Bwana We asifiwe. must look for the Ni power. lazima utafute nguvu We must nyingine, seek that power. na kusudi utafute nguvu And nyingine, to get this power ni nini again, unaweza kuifanya? what can you do to get it back? Yaani ni pale ambapo unatakikana kurudia nyuma. This is the time you need to reflect back. Angalia nyuma, Reflect back. ulipotelea wapi? Where did I get? Ni Where wapi did I lose? ulipoteza? Where did I get Ni lost? wapi uliharibu? Where did I get away Ni from? kwenye udhaifu? Is it being lazy? Ni changamoto? Is it challenges of Ni life? mambo gani yamekuletea kurudia nyuma mpaka ukasinzia usingizi kama huo wa kiroho? What has brought you to backslide? Unarudia kwenye msingi. Bwana So you tusaidie. go back to the foundation. Na unazitubia dhambi na makosa uliyoyafanya. And you repent all the sins and the things that you Hicho tu ndio kitaweza That kukusaidia, is what is going to help you. na ukarudishwa kwenye nguvu And mpya, then you be renewed in na spirit. ukarudia ukawa macho, And then you become alert. na ukarudia ukasimama tena. And you start. Haleluya! Hallelujah. Na ukarudia ukawekwa nguvu mpya, And you are renewed in na power. ukaanza kazi mpya tena, And you start afresh. ukarejeshwa. And you are taken back into the Bwana Yesu fold of God. asifiwe. Praise be to God. Usijidharau useme nimeshamaliza, Do not hate yourself and hiyo say, "I'm imekwisha lost." kweli kweli, sitarudia tena. They that have been lost and Wengine they unaweza can kutamani huduma ulizokuwa unazifanya zamani, You might want to go back to the services that you did. muda bado upo, There is time. bado Yesu huyu alikufa kwa ajili yako, Because Jesus died for ili you. ukirudi So that you may come back naye atakuweka nguvu mpya. and He will renew your power. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale wasikia maneno haya, Those who have heard Bwana this tubariki word, wote may kwa God bless pamoja. you. Amen. Tunaenda kuomba Mungu, Going to pray. tumwombe Mungu We pray God kwa sababu hii hatari ya shetani, because of the challenges. huu ni mpango wa giza ambao unaufanya. This plan of darkness that good set. Tuko na mahitaji We have our needs. mengi tu tunaweza kumwonyesha Mungu. We have so many needs that we need to show God. Tupandishe mikono yetu. So let us raise our hands. Kama ungali na neema, unafika unasikia neno, hiyo ni neema. If you have heard this Bwana word, asifiwe. God's grace Ni kuwa macho na kuwa chenje sana kupambana hili vita. is to be allowed to be able Ni vita, to usifikiri ni kawaida. This is a Na war. tuko na vitu vingine vingi vya kumshukuru Mungu. There are so many things that to Na mahitaji mengi tuko nayo, mengi tuno tena. and also we have so Na many katikati ya mahitaji tuko na hili limoja and then we have la kumwambia Mungu atuvunjie nguvu hizi za giza, that to tell God na hii mipango ya shetani ya kutushika mateka, darkness that we are fighting ili tuwe na usingizi wa kiroho. so that we may get out of the sleep. Tutaenda kuomba Mungu. We're going to pray. Tunakushukuru Bwana Yesu. Tunasema asante na shukurani kwa neema yako. Ni rehema tu na neema, ndio maana tunasimama. Tunasema asante kwa neema,
Tunasema neema yako endelee kuwa pamoja nasi. Bwana, tunakushukuru na tunakutukuza. Tunashukuru kwa neno la hili la asubuhi ya leo. Unatufungia tuamke na tusimame imara. Ni lazima kila mtu aamke na akeshe. Tukeshe katika sala na maombi. Bwana, utupe kusimama imara. Amsha kila roho iliyolala. Amsha kila roho iliyosinzia. Wale ambao wamesinzia bila kujua na kujitambua. Utusaidie na kutupigania katika vita hivi ambavyo tunavipigana tuvioni. Lakini wewe ni Mungu mwanzilishaji. Endelea kutusaidia na kutupigania. Na tunakuinulia mahitaji yote tunayokuwa nayo. Ya sirini unayajua na kuyatambua. Simamia kila umoja. Roho iliyokubali kufika mahali hapa, uonekana muujiza kwa ajili yake. Asante kwa sababu neema yako na rehema vitaendelea kutanda roho zetu, na siku zote daima utakuwa nasi. Ni ndani ya jina la Yesu, na wote wakasema amen. Amen.